hii tunayokwenda kujadili leo, kitu tunachokijadili leo ni miongoni mwa chachu kuu na kubwa sana ambazo zina mchango wa hali ya juu sana katika kuangamiza watu na kuwapeleka watu katika moto wa jehanamu. Wanadamu tunaangamizwa na vitu ambavyo viko kama vya kawaida na sio vya kawaida. Kumbe ndipo mahala ambapo shetani ametutegea, anatukamatia hapo kwa urahisi na kuangamiza watu wa Mungu na kuangamiza kanisa la Mungu na kuteketeza kabisa dunia na kuikokota yote na kuifanya miliki yake kwa sababu tu ya trick na strategies ambazo anazitumia. Hii ni moja ya strategy moja ambapo shetani amejibanza, ameweka hapo mtego, anakamatia watu wengi, anaangamiza karibia kila mtu, na kanisa analididimiza na kuliteketeza kabisa. Sio kitu kingine. Roho ya mashindano na manunguniko, spirit of competition, hiyo imeteketeza kabisa kanisa la Mungu, imeharibu utakatifu. Yani dunia finish. Mpaka mtumishi wa Mungu akafika mara pa kuona kwamba hawa watu ni wape onyo. Walikuwa ni Wafilipi. Acha tuende moja kwa moja katika maandiko. Tufungue katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Tuangalie katika Wafilipi sura ya 2. Tuone katika aya ambayo inaongelea habari hii ya spirit of competition, moyo wa mashindano. Si kitu kizuri, na tutakwenda kuangalia element zinazotuonyesha kwamba ni kweli kwamba mashindano ni miongoni mwa chachu kuu za uasi na uovu hapa duniani. Hatutategemea Wafilipi peke yake. Hawa walikuwa ni Wafilipi wakionywa wakati injili imewafikia. Fungua Wafilipi sura ya 2. Halafu tuangalie katika mstari wa 14. Katika kitabu cha Wafilipi mstari wa sura ya 2 mstari wa 14 tutasoma mpaka mstari wa 16. Tuangalie kitu walichokiambiwa Wafilipi kama onyo baada ya kuwa wamepewa injili, lakini aliyekuwa akiwahubiri akajua, kwa sababu mfundishaji mwenye saikolojia nzuri ana uwezo wa kuwasoma watu akawatambua madhaifu yao yametulia wapi. Na haya madhaifu yalikuwa kwa Wafilipi, lakini leo hii yapo kwako wewe, yapo katika kanisa zima, yapo kwa wanadamu karibu wote wa dunia hii. Wengi wameathiriwa na shida hii. Imekuwa ni kama kirusi ambacho kinaozesha kanisa la Mungu. Jamii imeharibika kwa sababu ya kirusi cha mashindano. Mioyo ya watu imetekwa na hisia za mashindano. Watu wanashindana kwa makusudi, watu wanashindana bila kujua, lakini tayari wameshaingia katika ligi ya mashindano, alafu wanaangamia kwa sababu ya mashindano. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 16. Neno la Mungu linasema hivi: yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkishika neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure wala sikujitabisha bure. Unanielewa? Mtumishi wa Mungu, kwa sababu amekwisha hubiri, amefundisha na anaona kabisa watu wameelewa injili, lakini ameona kabisa madhaifu yao yametulia mahali gani. Akaona hawa watu japo kwa injili imewaingia, ndio wameipokea injili ya wokovu, wameelewa kabisa ni nini Mungu anataka wafanye, lakini akatambua kabisa kwamba pamoja na yote hawa watu katika mioyo yao wana chembe ya mioyo ya mashindano na tabia za manunguniko
ambayo hiyo asili ya manunguniko imejulikana tangu zamani kwamba ilikuwa ni mbaya sana, ilisababisha hata wana wa Israeli wakawa na pigwa. Ndio kama kipindi kile, kwa sababu ya tabia za manunguniko, wana wa Israeli waliachiliwa nyoka zikawagonga, watu wakawa wanakufa kabisa. Kabla ya wakati ule Musa hajapewa maelekezo ya kuinua yule nyoka ili kusudi kila atakaye mtazama basi hata nyoka kimuuma asiweze kudhurika. Ile ilikuwa ni hasira ya Mungu baada ya kuwa wamekuwa watu wa manunguniko. Mungu hapendi manunguniko. Mungu hapendi mashindano. Mungu hapendi manunguniko. Ukiwa na roho ya manunguniko na roho ya mashindano, wewe hauna utakatifu ndani yako, na wala wewe na Mungu hampatani kabisa, na wala wewe uzima wa milele, wewe na uzima wa milele tofauti kabisa. Bwana Yesu akuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie kwa ujumla. Mungu atusaidie kutokuwa na moyo wa mashindano. Moyo wa mashindano ni pepo mchafu ambaye anasababisha hata watu ambao walikuwa na chembe ya utakatifu wajikute tu wamefanana na watu ambao hawana hata chembe ya utakatifu hata kidogo. Jichunguze, ujipeleleze, kama jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu alisema kwamba ninyi mnajijua wenyewe nafsi zenu. Kama wewe ni mbaya, unajifahamu kama ni mbaya. Hata kama utawaambia watu au kujitahidi kujionyesha ndani ya watu kwamba wewe ni mzuri, moyoni mwako unajijua kwamba wewe ni mbaya, kwa sababu mabaya yako unayafahamu wewe mwenyewe. Hata kama unatenda mabaya kwa siri, ili watu fulani wasijue, wajue tu wale ambao unayatenda nao. Mungu anajua na wewe unajua. Haleluya. Pointi yetu ya leo kuu ni moyo wa mashindano, tabia ya mashindano. Paulo anasema, yatendeni mambo yote pasipo mashindano wala manunguniko. Baada ya kuwa amewaona Wafilipi, na wewe leo ndio Mfilipi leo unaambiwa, jichunguze, ni katika maeneo gani wewe una tabia za mashindano. Uondoe tabia ya mashindano. Huyo ni pepo mbaya. Umkemee katika jina la Yesu Kristo aliye hai, akutokeko, akuache, uwe huru dhidi ya mashindano. Uwe na moyo wa kuthamini wenzio kama unavyojithamini wewe. Uwe na spirit au ule moyo wa kutenda mambo kwa sababu umetaka tu kuyatenda, umekusudia kuyatenda. Utende mambo kwa nia njema, si kwa nia ya mashindano. Usitende kitu kwamba ili umshinde fulani. Usitende kitu ili kusudi kwamba wewe usifike kuliko fulani. Unanielewa vizuri? Acha tabia ya kufanya kitu ili umzidi fulani. Hiyo ni pepo mchafu kabisa ambaye anapaswa kukemewa kwa nguvu zote katika jina la Yesu Kristo, na kuamuru moto wa Mungu kumchoma katoka kabisa ndani yako, uwe huru. Haleluya. Spirit of competition and the grumbling, very bad demon. You ought to rebuke it for it to flee away from you. Kemea pepo mchafu yatoke ndani yako, kwa maana pepo mbaya huyo. Acha tujaribu kuangalia kwa namna mbalimbali jinsi gani pepo huyo anavyofanya kazi. Mashindano. Nikupe mfano tu mmoja wa haraka. Huu umekuja sasa hivi, si kwamba nimeuandaa hata. Hebu chukulia katika kama vikao. Viwe vya katika community, kwenye jamii. Viwe vikao labda vya familia. Viwe vikao vya kanisani. Viwe vikao hata kama iwe ni vya bungeni. Hebu tafakari point nataka kuzungumzia. Unapokuwa na maoni, ukatoa maoni wewe ambayo unadhania kwamba yanafaa, au ndivyo wewe unavyotaka iwe. Ikitokea mtu fulani ameleta point nyingine iliyo tofauti na ya kwako, ambayo inaichallenge, inaikosoa ya kwako wewe, jichunguze, ujipeleleze. Hata kama ile point aliyoitoa huyu mtu ambaye anakuchallenge au ana challenge point yako, wala anaweza kawa hata hakuchallenge wewe, anaweza kawa ana challenge mawazo yako ambayo ameona kama vile inawezekana yasifae sana, lakini yale anayofikiria yanaweza kafaa kuliko hayo ambayo wewe uliyatoa.
mara nyingi unajisikiaje? Hauwi na kale katabia kakuwaza kwamba kwa nini huyu point yake inakuja kutaka kupinga ya kwangu, kwa nini ya kwangu isipite ndio ikasikilizwa halafu ikapitishwa, ili kusudi hata kila mtu aseme kwamba mawazo ya bwana nani Geoffrey ndio yamepitishwa, ili ujisikie kwamba mawazo yangu yalipita, hata kama ni mawazo pumba, hata kama yalikuwa ni pointless, wewe unataka yapite tu. Hiyo ni spirit, roho ya mashindano. Ni moyo mchafu mbaya ambao unaweza kutaka kusababisha ile kitu anachoitaga hoja ya nguvu badala ya nguvu za hoja. Unakuta mtu fulani amejiinua, ana pointi ya maana kabisa, zile zinazoitwa nguvu za hoja, sio hoja za nguvu. Yani mtu anatoa point, ile point inakuwa kabisa inaonekana ina mantiki, ina logiki, yani inaonekana ina manufaa sana kabisa, paka hata kila aliyesikia anasema hii ndio inapaswa kupita. Ila wewe kwa sababu ya ile tabia ya umimi unataka yani ili mradi tu ni wewe point yako ipite, bora tu umesema kila mtu aseme ndio vema, hata kama ni kosa mkasi waondoe mkasi waweke vema. What for? Huyo ni pepo wa mashindano. Na ikitokea sasa, kwa sababu hiyo hoja iliyokuja imekuchallenge wewe au imechallenge hoja yako, si kwa nia mbaya, kwa nia njema tu, watu wakiipigia kura ile point iliyotolewa na yule mtu mwingine, wakasema hii ndio tunakubaliana nayo, tumeipitisha, wewe unachukia. Ukichukia, kinakuja hicho kinachoitwa manunguniko. Unaanza manunguniko moyoni. Yani hata fulani amekataa kumunga mkono, yani hawa wote wamemunga mkono yule. Manunguniko tayari yamezaa chuki. Unaona target ya somo letu leo tayari imesha, yani huu mfano umeshatupeleka kwenye pointi moja hapo ambayo sikukusudia kuitamka mapema, imekuja yenyewe tu automatically. Tayari mashindano ya nguvu za hoja, kwa kuwa wameipika hoja yako ikashindwa, ikaonekana iliyopendekezwa na mtu mwingine ndio imependezwa na wengi, watu wakaiunga mkono, ya kwako ikakataliwa. Si wewe umekataliwa, ila ulichokipendekeza kimeshindwa na kile kilichopendekezwa na mtu mwingine. Halafu wewe tayari unaanza kuwa na chuki. Chuki ya nini? Huyu bwana sasa ameonekana wa maana kuliko mimi. Kwa nini? Paulo mtume anasema kwamba muwaone watu wengine kwamba ni wa maana kuliko ninyi. Usichukulie kwamba wewe pointi zako siku zote ndizo ziko sahihi. Watu wengine hawezi kuwa na point. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitake kwamba matakwa yako wewe daima yawe ni ya kuwekewa ndio, kwamba daima wewe huwezi kuwa na hoja ikawekewa hapana. Na nielewa vizuri, tayari umekwisha mchukia yule aliyetoa hoja ambayo imekubalika kuliko ya kwako. Tayari kwa sababu zimepigwa kura, kwa kuwa umegundua kwamba watu walio wengi wamempigia kura yeye, wewe hawajakupigia kura, na wale watu waliompigia kura tayari moyoni mwako umekwisha wachukia, umewaona wabaya. Tayari umekuwa mwenye dhambi, kwa sababu chuki ni dhambi. Si unajua chuki ni dhambi? Si unafahamu kwamba inatakiwa uwe na upendo, upende watu. Sasa wewe umewachukia, tayari umetenda dhambi. Umegundua kwamba mashindano na manunguniko ni hatari sana. Chunguza moyo wako, chunguza maisha yako. Ni wapi una tabia ya kuwa mtu wa mashindano? Ni wapi una tabia ya kuwa mtu wa manunguniko? Uyakemee mashindano, uyakemee manunguniko, useme sitaki tabia na moyo wa mashindano na manunguniko katika maisha yangu.
Haleluya. Watu wana shida kubwa sana hii. Sijui kama mimi shida ninayo. Kama ninayo labda ni kidogo sana, na Mungu atanisaidia, itaisha. Sidhani kama ipo. Kwanza chunguza kama una tatizo kama hili, utubu, umwombe Mungu akemee pepo huyu, useme sitaki uchafu ndani ya maisha yangu. Haleluya. Ni hatari sana. Sikiliza nikwambie, pepo au roho wa mashindano ana mchango mkubwa sana katika mavuno ya shetani. Shetani anafanikiwa sana kupata mavuno makubwa. Anavuna, anaweka garani, anavuna, anaweka garani. Ameshazivuna nafsi za watu wengi, ameziweka garani. Amesubiri tu siku ya mwisho, yani iwe ni kuweka signature kwamba mavuno yangu yote ndio haya nilivuna nikatunza garani. Yani amekwisha kuvuna wewe, akakuweka garani. Bado unaishi, unadhani kwamba siku ya hukumu bado. Kwa hiyo unajua kwamba hata kama hii shida unayo, ipo siku itarekebisha. Lakini shetani, kwa sababu amekwisha kunasa, anajitahidi kukulinda usije ukaondoka katika zizi lake, kwa maana amekwisha ichukua nafsi yako na akakuwekea strategy kwamba hautajinasua. Kwa hiyo leo hii umkaribie Bwana, upige magoti, umwambie Mungu na kwamba unisaidie, uninasue, uniondoe katika njia ya shetani, kwa sababu shetani amekwisha niteka, kwa maana amenifanya mimi kuwa mtu wa mashindano na mtu wa manunguniko. Amesubiri tu siku ya mwisho iwe tu ni kama vile kusukuma mlevi kuangusha na kusukumia ndani ya gara lake. Epuka kuingia katika gara la shetani. Pambana, kemea pepo huyu ili ujiingie katika gara la Yesu Kristo. Haleluya. Ndio. Maisha yako yasiwe ya mashindano, yasiwe ya manunguniko. Epuka mashindano na manunguniko, usiangamie. Ndio tutaona. Angalia, huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu akizungumza na Wafilipi, kuwaonya ili kusudi pamoja na injili waliokula wakashibishwa kwa mafundisho thabiti ya mtumishi wa Mungu, wakapokea wokovu kabisa. Lakini kwa kuwa aliona hilo tatizo linawavizia, ili kusudi lisije likawaharibia utakatifu wao, akawapa kama angalizo, akasema attention please, pamoja na kwamba mmepokea neno la Mungu, yupo pepo mchafu anayewavizia. Kuna shida hapa ya mashindano na manunguniko. Msipokuwa macho, utakatifu na ninyi vice versa, contrary. Umeona? Akawapa kama angalizo. Hii leo sasa Yehova amekusudia wewe upate au upokee angalizo hili, ili kusudi kama ulikuwa unapungukiwa katika maeneo haya, umejaa na umeshiba katika maeneo mengine yote, ila unapungukiwa hapa, utubu, urekebishe, ili pasije pakakupeleka shimoni, pasije pakakupeleka jehanamu, wakati ulikuwa uko katika njia nzuri. Haleluya, haleluya, amina. Iko hivyo. Kwa hiyo Mungu anakupenda sana kukuletea siri hii. Hebu tafakari hapo, ukijichunguza tu katika maisha yako, mwenendo wako, hauna element ya mashindano mahali popote pale. Unaweza ukawa mtu wa mashindano kupitia mavazi. Unapenda kuvaa mavazi ili wewe uonekane mtaa mzima, hakuna mtu ambaye anavaa kukufikia. Hilo tatizo kama unalo wewe, upende usipende, siku ukimwona mtu hapo mtaani kwako ambapo haupendi mtu wa kukushinda kuvaa kama wewe, ukamwona mtu kama vile amevaa akapendeza sana kuliko ambavyo wewe unapendezaga, utakwazika. Ukikwazika utapata moyo wa chuki, utasikia moyo unabadilika kabisa, unakuwa moyo wa fitina, mpaka na jina lako unageuka unakuwa fitina. Hata kama ulikuwa unaitwa Elizabeth, yani sura yako inabadilika kabisa, unageuka unaitwa fitina au chuki.
unasikia kabisa umemchukia huyo mtu kisa tu amependeza, na ukitafakari unawaza ni kama katika maisha yako haujawahi kupendeza kama amevyopendeza, tayari unamchukia. Ukimchukia tayari umetenda dhambi. Unaanza kunung'unika moyoni, mbona nilivyoenda madukani sikuona nguo kama hii, moyo unasononeka unaumia. Chuki inakupanda. Kama wewe ni wale watu wasiokuwa na subira, kama una roho ngumu kama ya jiwe, ndio wale hawakawii. Aidha, kama unajua uchawi unakopatikana, utatafuta uchawi, utamroga hata kumroga. Moyo wa mashindano umekusababishia kwenda kufikiria kuua au ukaua kabisa. Ukiwa na moyo wa mashindano, ukiwa na moyo wa manunguniko, utatenda dhambi nyingi sana kwa sababu tu ya hiyo mbolea. Moyo wa mashindano, pepo wa mashindano ni mbolea, ni kichochezi cha dhambi nyingine nyingi. Siji kama ulikuwa umeshagundua hiki kitu. Si tulikuwa tunaongelea kuhusu habari ya mavazi. Si wa mama tu, hata wa baba. Kuna wababu nakuta wanapendeleaga sana kupigilia masuti, kubadilisha mavazi. Wapo mababa, makaka. Wajulikani kabisa katika jiji kwamba kwenye hili jiji hakuna kijana ana change anabadilisha mavazi kama mimi. Hakuna kijana hapa anavaa viatu vya thamani kama mimi. Kwa hiyo siku ukimgundua kijana fulani au baba fulani anapenda kupigilia masuti ya bei kukushinda, au anatembea gari la fedha nyingi kukushinda, au anakuzidi kwa jambo lolote lile, unaweza ukaplana hata siku moja kama ujue namna gani ambavyo utamuondoa uhai. Huu sio uongo. Moyo wa mashindano ni hatari sana. Ni hatari sana. Tunaona katika maisha ya kila siku shida hii ipo. Mashindano matunda yake ni hatari sana. Tutaona mifano mbalimbali. Hebu tuangalie katika historia ya Biblia, ama katika tu maandiko matakatifu. Hii si swala la historia. Tuna elementi nyingi sana zinazotuonyesha kwamba mashindano ni kitu cha hatari sana, na ni moja ya vyanzo vikuu sana vya watu wengi kuanguka na kuangamia. Ukiona katika swala la mambo kama ya mamlaka, mfano mzuri sana tunauona katika kitabu kile cha Isaya katika ile sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 15, pale ambapo shetani akasema kwamba anataka ajikweze, aende mahali fulani juu ambapo atakuwa uwalevo moja na Mungu, ili yeye awe viwango sawa na Mungu. Ina maana huo ulikuwa ni moyo wa mashindano. Aliona kama vile hataki Mungu amzidi. Si ni mfano wa haraka huo? Sasa hayo ni mashindano ya heshima na utukufu. Anataka aheshimike, atukuke, aabudiwe, asifiwe. Labda na yeye wazee 24 wawe wanaanguka chini wanamsujudu, na wale na vile venye uhai 4 viwe vinamwimbia masaa 24, labda wawe draw match na Mungu. Sisi sote tunajua mwisho wake ulikuwaje. Kwa hiyo na wewe ukiwa mtu wa kupenda mashindano, mwisho wako utafanana na mwisho wa shetani. Mashindano, roho ya mashindano, mwisho wake ni mbaya. Ni mbaya. Hebu chukulia mifano tu ya haraka, hata kwenye mashindano ambayo sio mashindano mabaya. Ukichunguza mashindano tu ambayo hayana tania mbaya,
Hauoni kama wewe ana tabia kuzaa matunda mabaya na ya hatari sana? Hebu chunguza mashindano kama yale mapigano yale ya mieleka yale wanapiganaga watu kama wale wakina John Cena, wakina Undertaker, wakina Batista. Hebu chunguza mashindano kama yale. Hebu angalia. Hivi unaona mwisho wako unakuwa mzuri? Kuna faida gani katika mashindano kama yale? Mfano. Ndio. Siwezi kwa challenge kwamba wapati faida, wanapata mapesa, wanakuwa matajiri, mabilionea. Lakini hebu angalia jinsi ambavyo wanavunjana mikono. Wanapasuana vichwa. Wengine paka wanapoteza uhai. Kisa tu nini? Ile tabia, spirit of pomposity. Yani ile tu kwamba ni ajulikane kwamba sasa hivi yeye ndiye bingwa wa dunia. Unataka ubingwa? Utatafuta ubingwa, utaishia kubinguliwa. Unataka uwe bingwa wa kuvaa, uonekane wewe ndio mvaji wa mavazi sana maarufu sana kuliko watu wengine. Unaingia kwenye mashindano ya Miss America, Miss Australia, Miss Africa, Miss where kwenye mashindano hayo unaishia kutoa na rushwa za ngono ili kusudi wale wanaoshindanisha wakupatie ushindi. Si unaona? Hizi ni mifano. Kwani unafikiria mambo naongea hayatokei? Unaanza kutoa rushwa za ngono kwa wale waamuzi ili kusudi wakupitishe uonekane wewe ndio mshindi. Mimi ndio mshindi wa Miss Swaziland mwaka 2027. Kumbe ulitoa kiungo chako cha mwili ukakitoa rushwa ili kusudi upewe ushindi. Si hivyo tu. Haya, tuache hivyo basi. Hata ukisema umeshindana, hata usitoe rushwa, halafu ukaishia kushindwa. Na wewe ulikuwa jiamini, unajua kwamba wewe ndio utakayeshinda. Kaliko shinda, unaanza kukavizia jinsi gani unaweza ukakadhuru. Si yanatokea haya? Si tumeshuhudia mara nyingi? Hata kwenye huduma za kazi ya Mungu kuna kuwa kama mashindano ya uimbaji kwa nia njema tu, kwa lengo la utukufu wa Mungu. Watumishi wa Mungu wanaandaa kitu kama jamii ya mashindano ili kusudi kupitia hiyo Mungu atukuzwe humo, kwa sababu watu watakuwa wameandaa nyimbo ili kusudi ziwe za viwango vya hali ya juu. Mashindano yameandaliwa kwa nia njema ya utukufu wa Mungu ili kusudi, kwa sababu yameitwa mashindano, kila kwaya iandae wimbo ambao utakuwa kwenye viwango vya hali ya juu, kwa sababu wanajua wanakwenda kwenye mashindano. Lengo kuu ni kumtukuza Mungu, ila kwa sababu imeingizwa neno tu kwamba itakuwa kama mashindano na kutakuwa na washindi. Sasa watu wanajiandaa na nyimbo ili waende kwenye kwaya, kwenye mashindano. Yanaitwa mashindano, lakini si kwa nia mbaya, kwa lengo la utukufu wa Mungu. Ila matokeo yake kwaya fulani ikishinda ikaitwa kwamba ndio ya kwanza, ile iliyoambiwa kwamba ndio wa pili inawachukia wale wa kwanza. Unakuta tayari kwaya inachukiana na kwaya nyingine, kisa hii ilikuwa ya kwanza. Watu wanachapana mpaka mangumi. Unaona hiki kitu? Kwa hiyo ingelikuwa ni vema hata kama haya mashindano yaliandaliwa kaitwa kwamba ni mashindano, watu wasiyajengeemo ile roho ya mashindano mle ndani, waite kwamba ni jamii kalitengenezwa kama competition, kama kashindano fulani, lakini kasiko na nia ya uhasama na uadui. Kwa hiyo ukiingiza chembe ya uadui ndani ya roho, ndani ya kitu hiki kinachoitwa mashindano, inakuwa hatari sana. Mtarogana, mtauana, mtamalizana. Mashindano ni hatari sana. Shetani akainuka dhidi ya Mungu ashindane na Mungu. Akaishia pabaya. Si mnajua ile katafunwa aliyopigwa? Pigwa chini, kichwa chini, miguu juu. Na wewe ukiwa na moyo wa mashindano utapigwa hivyo hivyo. Hata usipopigwa leo utapigwa siku ya mwisho.
Ni hatari moyo wa mashindano. Moyo wa mashindano unasababisha chuki na manunguniko, ambapo manunguniko ni kitu kibaya sana. Utanungunika mpaka utamnungunikia mpaka Mungu. Unafanya biashara, una malengo yako labda mpaka kufikia mwisho wa mwaka, huo umekwisha timiza milioni 20. Inafika mpaka mwisho wa mwaka bado unaona una milioni 5 tu. Ukiangalia mwenzio unamwona yeye amekaribia milioni 30-40. Unaanza kunungunika na kumchukia. Unanungunikia huyo, unaanza kuwaza labda huyu anatumia ushirikina, anavuta wateja, na wateja ambao wangekuja kwangu wanaenda kununua kwake yeye. Unamchukia. Unamchukia huyo mtu. Upande mwingine unatafakari, unawaza, lakini hata Mungu ana makosa. Mimi kila siku namuomba Mungu, na yeye mwenye Mungu alisema kwamba ombeni nanyi mtapata. Si Mathayo 7:7 bwana? Mbona mimi kila siku naomba, nafunga, tena huyu bwana ambaye ananizidi mapato wala hata hafungi huyu? Kwa nini Mungu amemwacha huyu anizidi mapato? Unamnungunikia mpaka Mungu. We utagongwa kama wana wa Israeli. Manunguniko na mashindano ni hatari sana. Acha kutafuta kwa lengo la kumzidi fulani. Tafuta kwa malengo upate wewe kama wewe. Acha moyo wa kusema kwamba ninafanya biashara ili nimzidi fulani. Utakufa vibaya. Utakuwa kama vile walivyosema kwamba ukiiga kunya kwa tembo utachanika msamba. Utachanika. Utaangamia, utaisha. Sina kwambia. Wewe, mashindano ni moyo mchafu sana. Hiyo ni spirit moja mbaya sana. Na kueleza ukweli, iko inateketeza watu wengi sana. Watu wamekwisha fika jehanamu na bado wanaishi. Wewe, mimi nakueleza, chunguza sana. Peleleza ni mahali gani ambapo wewe una tabia ya mashindano. Peleleza ni wapi? Usisome shule ili kusudi kwamba kwa sababu fulani alisoma akamaliza degree 3 kwamba nawe unataka usome mpaka umalize degree 4 ili umzidi, au uhakikishe nawe umepata degree 3 ili mlingane. Ili kusudi weje? Soma kwa malengo yako binafsi wewe, sio kwa malengo ya kumzidi fulani. Sasa ukisoma kwa malengo kwamba umzidi fulani, masomo yakakupiga chini, ukao unaferi, mwisho wake itakuwa ni nini? Si utaanza kutafuta namna gani labda umuue tu huyo mtu aondoke, kwa sababu umeshindwa sasa kusoma ili ufikie kiwango chake au kumzidi. Sasa bora tu umuue afe. Kwa hiyo mashindano yanasababisha hata mauaji. Unagombea ubunge, unagundua kwamba wananchi hawakupendi kama wanavyompenda Zuhura. Unaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Tarumisha mkosea Mungu. Umeenda kwenye ushirikina kwa sababu ya mashindano. Ebu kama unataka kugombea ubunge, fanya kampeni za kawaida, tena sio za ushirikina. Uone kama unaungwa mkono. Ukiona uungwi mkono, acha wanaungwa mkono wapite, waongoze. Vinginevyo utakwisha. Unataka shetani kuingiza bungeni. Sasa huo bunge utakuwa na faida gani na wewe? Si ndio kule kutafuta kufia dhambini? Mashindano ni mabaya. Ni mabaya. Ukiwa na moyo wa mashindano, ukamwona mwenzako na mafanikio makubwa, yeye ng'ombe wake wanaongezeka kwa kasi, ng'ombe wako wewe wanaongezeka polepole, utageuka mwizi. Utavizia uibe ng'ombe wake, uhamishie zizini mwako. Ndiyo. Unanielewa vizuri?
Moyo wa mashindano na manunguniko ndio ulimfanya Kaini akamuua Abeli. Kwa hiyo ukiwa na moyo wa mashindano, wewe manake wewe ni muuaji, hata kama unajua hujawahi kuua, lakini wewe ni muuaji. Ina maana spirit ya kiuaji imo ndani yako, hata kama hujijui. Ndiyo maana yake. Kama wewe una moyo wa mashindano, wewe ni mchawi, hata kama unajua wewe hauna uchawi. Unanielewa vizuri? Yani wewe ni mchawi tu, kwa sababu ukiwa una moyo huo wa mashindano, inamaanisha kwamba hata kuua unaweza kuua. Unaweza kuua. Ukipata opportunity ya kuua, unaua. Mungu akuhurumie sana. Tubu leo. Jichunguze, ni wapi una moyo wa mashindano? Ni wapi? Una mashindano ya kupenda sifa? Una mashindano ya kupenda sana kuheshimiwa sana? Hautaki wengine waheshimiwe, unataka uheshimiwe peke yako? Haya ni mashindano. Yani unataka wewe ufanikiwe peke yako, wengine wasifanikiwe. Yani asiwepo mtu wa kwenda juu yako. Marufuku. Kwa sababu wewe ni nani? Wewe ni nani? Ambaye hatuwezi kwenda juu yake ni mmoja tu, ndiye Mungu. Lakini wanadamu wanaweza kukupangua tu. Iko hivyo. Ndugu yangu, uwe makini sana. Usiwe Kaini. Kama wewe una moyo wa mashindano, wewe ni Kaini, ni muuaji. Kama sio Kaini, wewe ni shetani. Moyo wa mashindano ni moyo wa Kaini, ni moyo wa shetani. Kwa hiyo chagua, wewe ni Kaini au ni shetani. Au basi ni Nimrodi. Hata Nimrodi alikuwa na tabia kama hiyo. Nimrodi alitaka kama kushindana na Mungu kwa namna fulani. Ndio maana aliwahi kuishia kupata pigo moja kubwa sana. Ukifuatilia historia ya Nimrodi, wanasema alikufa kifo kibaya kwa sababu ya tabia hiyo ya spirit ya mashindano. Mungu anasema baada ya ile gharika ile, Mungu alivyoweka ule upindo wa mvua, akasema hakutakuwa tena na mafuriko. Mungu akaagiza kwamba watu waende wakasambae tena, wazagae huku na huko, wazaliane, waenee, warudi tena kuijaza dunia. Baada ya yale mafuriko ya wakati ule wa Nuhu. Kinimrodi, mimi nakiita Kinimrodi bwana, kwa sababu kilikuwa ni kibaya bwana, tabia mbaya sana. Kutomheshimu Mungu wetu. Nimrodi aligeuka kama mtu mbaya sana. Basi Kinimrodi au Nimrodi likaamuru kwamba sasa eti wajenge mnara. Eti kwamba ile jamii yake wasiende kusamba huku na huko, eti wawe eneo moja. Halafu alionyesha tabia moja ya kutomheshimu Mungu. Kwamba Mungu alivyosema kwamba hakutakuwa mafuriko tena, yeye akataka kusema kwamba siwezi kumwamini huyu Mungu. Inawezekana tu mafuriko yakajaga kutokea tena. Kwa tujenge, tutulie sehemu hii moja. Na tupajenge kwa uimara kwa namna ambayo hata mafuriko yakitokea hayawezi kutudhuru. Lakini Mungu akachukia kwa sababu ya moyo wa kiburi wa Nimrodi. Kwanza Nimrodi alikuwa anataka kuyafanya yale mambo hata kwa makusudi mengine ya pomposity, yani yale mambo ya kujiboast. Kwamba ionekane kwamba sisi tuko juu. Maana ukisoma katika ile kitabu itakuwa ni ilikuwa ni katika kitabu cha Isaya, habari ya Nimrodi. Habari ya Nimrodi ni katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Ni katika kitabu cha Mwanzo sura 11. Ukisoma katika Mwanzo sura 11 utatafuta, nafikiri hasa katika mstari kama wa 4. Nimrod akasema kwamba eti kwamba tujenge mnara, tujenge jina, ili kusudi katika ile maeneo jirani yote, katika miji iliyo jirani yote, ionekane kwamba hakuna watu ambao wana jengo ambalo liko maarufu kama lile la kwao. Mnara maarufu, kutafuta sifa.
Ni hatari sana. Kwa hiyo hii ni dhambi mbaya sana, dhambi mbaya sana ambayo inatakiwa kukemewa na kila mmoja. Ni mbaya na ni hatari mno, kwa sababu hii leo ukija kuchunguza imewapeleka watu mahali pabaya mno. Leo ukifuatilia utakuta kwamba hii shida imepelekea kuzaliwa kwa dhambi nyingine mbalimbali. Tuchunguze kwenye swala kama la maumbile. Tukienda kwenye swala la maumbile, upande wa wamama na upande wa wadada, hata upande wa baba ipo, lakini zaidi upande wa mama na wadada, utakuta mwanadada fulani au mwanamama anaweza akamwona mwanadada mwenzie akaona kama vile ni mzuri kumshinda, aidha labda anamwona kama vile ameumbika vizuri zaidi kumzidi yeye. Akimwangalia anamwona na yale maumbile ambayo wao wanapenda kuyasifia, eti sijui mara sijui namba 6, sijui eti sijui namba 8. Nadhani katika namba wasizozipenda ni kama wao kuna ile si wanaita sijui ni 9. Sasa akijiangalia anajua labda ni namba 9 au anajua labda ni namba 1. Sasa namwangalia unasema huyu dada yeye ni namba 8 au ni namba 6. Unanielewa vizuri? Moyo unamuuma. Anaona mbona huyu ni kama ameumbika vizuri kunishinda. Anaanza kufikiri mambo mengi, anasema huyu anaanza kawavutia wanaume kunishinda mimi. Anasikia wivu. Anasahau kwamba kwa Mungu hakuna mtu mbaya na hakuna aliyeumbika vibaya mbele za Mungu. Kwa sababu wewe unaweza kumuona mtu kwamba ameumbika vizuri zaidi kukushinda, labda unamwona yuko na zile namba ambazo watu wanapenda kuzisifia kwamba si namba 6, si namba nini, unamwona kwamba ndiye mzuri. Kumbe anashindwa kujua kwamba hivi alivyoumbika yeye, kuna watu wengine ndivyo wanavyopenda. Unaona hicho kitu? Sasa kitu cha hatari kinachotokea hapa kwa nini? Huyu amemwona huyu aliyeumbika namna ile, katika kutapatapa anajikuta ameangukia katika mawazo mabaya ya zile teknolojia za leo. Tayari ameshaanza kuwaza mawazo ambayo ni ya kumkosoa Mungu. Anakwenda kumwasi Mungu kwa kumkosoa Mungu. Yapi hayo unajua? Ameshaanza kwenda kununua yale madawa ya teknolojia ya sasa ya kujibadilisha maumbile. Mara ameenda kutafuta sini weight gain, mara ameenda kutafuta sini vitu gani huko kwenye wana teknolojia, ili tukusudi ajivimbishe na yeye makalio yake yawe makubwa kama ya Maimuna. Matokeo yake magonjwa, mara kansa, mara uvimbe, mara mauti. Zaidi ya yote, kwa kitendo tu cha kumkosoa Mungu umeshajipalia moto wa makaa wa hukumu ya milele. Unanielewa vizuri? Ni hatari. Moyo wa mashindano. Moyo wa mashindano ni pepo mchafu hatari sana. Hatari sana. Ukiwa na moyo wa mashindano utakutendesha dhambi nyingi sana. Utatenda dhambi ya chuki, utatenda dhambi ya kuua, utatenda dhambi ya kukufuru Mungu kwa kukosoa Mungu na kufanya mambo mbalimbali yasiyofaa kwa sababu ya moyo wa mashindano.
neno la Mungu linasema yatende mambo yote pasipo mashindano wala manunguniko, usije ukaishia kupigwa na kuishia katika hukumu ya milele. Ukiwa na moyo wa mashindano hautaendelea. Utaona nguo ameyovaa fulani mtawa huko, unasema hiyo nguo lazima niinunue. Saa nyingine iko juu hata ya uwezo wako, utaenda kuiba ili uinunue, au utaenda kuwa mwashirati, utakuwa maraya ili uhongwe ukainunue. Bora uinunue. Ulikuwa mtoto mzuri wa kike usiye na tabia mbaya, ila kwa sababu ya tamaa hautaki nguo hata moja ambayo inapita machoni mwako ikupite bila kuivaa. Saa nyingine hata mume wako hana uwezo wa kustahimili kukununulia nguo zote ambazo unazitamani. Utaenda nje, utazini ili uhongwe ukanunue nguo hiyo. Unaona, itakutendesha dhambi nyingi ambazo usingezitenda kwa sababu una moyo wa mashindano. Utaenda mtaa wa pili mwingine huku, utaona nguo nyingine mtu amevaa, sema na ile naitaka. Kwa mwezi mmoja utaona watu 4 wamevaa nguo 4 tofauti tofauti, zote pamoja ukiziweka pamoja zinalingana na mshahara wako na zote unazitaka. Haya, ukizinunua chakula utayemelesha nini? Na zote unazitaka, hautaka hata moja ikupite. Si utaiba? Utaiba ili upate tu unavyovitaka. Moyo wa mashindano ni mbaya. Moyo wa mashindano utakufanya wewe uwe mshirikina. Utafanya biashara zako, utalima mashamba, utapata mafanikio, lakini yale mafanikio bado utayaona hayatoshi kwa sababu unajilinganisha na watu fulani ambao wamekuzidi. Mwisho wako utaangukia kwenye ufrimasoni, utaangukia kwenye ushirikina, kwenda kutafuta hirizi, utatoa kafara mpaka watoto wako au mke wako au mume wako, ili mradi uinuke ghafla ulingane na wale ambao unaona wako juu zaidi yako au uwazidi. Kisa nini? Mashindano. Ondoka kwenye ligi, my friend. League of Nation. Nakwambia ni hatari. Mashindano ni hatari. Kwa hiyo ukiepuka moyo wa mashindano, neno la Mungu linasema kwamba be content with what you have. Ridhika na ulicho nacho. Nafikiri itakuwa ni kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 6. Kama si Wagalatia, nafikiri ni Waebrania 5:6. Inasema mwe radhi na mlivyo navyo, mtosheke na mlivyo navyo. Tafuta kwanza ufalme wa mbinguni na mengine utazidishiwa. Acha kuzama katika tamaa ya mashindano. Itakufaa nini ukiupata ulimwengu wote na ukapoteza nafsi yako wewe? Moyo wa mashindano unaangamiza roho yako na nafsi yako. Tubu, umrudie Mungu. Moyo wa mashindano ni pepo mbaya sana, anayekula uzima wako. Anakupotezea tiketi ya uzima wa milele na anakupatia tiketi ya mauti, kuzimu. Tubu. Jichunguze ni wapi ambapo moyo wa mashindano umekuteka, na umwambie Mungu, nisaidie uniondoe hii spirit ya mashindano. Mashindano ni pepo mchafu ambaye kwa pamoja tunatakiwa kuipiga vita ili kusudi isikuteketeze, isiteketeze jamii, isiteketeze kanisa la Mungu, isiteketeze taifa la Bwana. Haleluya. Ngoja nikwambie, mashindano ni mabaya.
Usifikiri kwamba ni kitu cha mzaha. Hii ni injili kubwa, usichukulie mzaha mzaha. Hii ni dozi ambayo inatakiwa kila mtu atumie ili apokee uponyaji wa roho. Sikiliza nikwambie, moyo wa mashindano ndio unasababisha hata vita duniani. Vyama vya siasa, kila chama kinataka kishinde. Utafikiri kwenye mashindano kila mtu ni lazima ashinde, wakati wahenga walisema asiye mshindani, asiyekubali kushindwa si mshindani. Lakini hii leo kila chama cha siasa kikiingia kwenye mashindano kinataka kishinde. Kikishindwa kinaingia kwenye vita. Isipokuwa baadhi ya mataifa machache duniani yamejitahidi katika hili. Mungu amewasaidia. Mungu awabariki sana. Watu wa vyama vya siasa, jifunzeni kukubali kushindwa. Lakini pia watu wa vyama vya siasa, jifunzeni kuwa waaminifu, kwa maana moyo wa ushindani ndio unasababisha hata wizi wa kura. Pepo mchafu wa ushindani anachochea hata spiriti ya wizi. Ndio maana watu wanaiba kura. Tubu, wache tabia hiyo, utahukumiwa. Kwani ukiba kura ukaingia kwenye mamlaka, haujui hata ni lini utapoteza maisha. Wewe utakufa uondoke katika huo mwili. Hujui kwamba hicho cheo chako umechukua kwa njia ya wizi kitakupeleka motoni. Utachomwa kwenye tanuru la milele. Kama umeshindwa, pisha aliyeshinda aongoze. I tell you, utaingia kwenye hukumu ya milele. Wewe unafikiri hiyo heshima, unakuwa mbunge feki. Mbunge feki unawakilisha wakati wewe sio wewe ambaye umechaguliwa. Siji waziri, hata ukiwa mbunge feki, alafu huo mbunge feki unakuzalia uwaziri, na huo uwaziri wako unakuwa ni waziri feki. Hata kama ni urais unakuwa ni urais feki pia. Rais mlaaniwa. Kama umepitishwa na kura ya wananchi kweli kweli, manake wewe unakuwa ni rais sahihi. Kama haujapita kiusahihi, manake unakuwa ni rais feki, rais mlaaniwa, rais mwizi, mbunge mwizi, waziri mwizi. Utatubu wapi? Mungu anasataka kuangalia, kasema sikubali toba yako wewe. Kama unatubu, mpishe yule aliyekuwa ameshinda basi. Kaa pembeni ndio nijua kwamba umetubu. Yatendeni mambo yote pasipo mashindano wala manunguniko. Kwa maana kwamba ukishindwa, kubali kushindwa. Na usinungunike, sema nimeshindwa. Na utabarikiwa. Na utakuwa na nafasi nzuri sana mbinguni katika ufalme wa Mungu. Mimi ndio nakueleza. Mungu ananena kupitia kinywa changu sahihi. Umsikilize Mungu. Ubadilike kesho, usiwe kama leo. Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie. Mashindano ni chachu ya uovu. Mashindano ni chachu ya uharibifu. Mashindano ni chachu ya uchochezi wa dhambi zilizo nyingi hapa duniani. Ndio. Ni mashindano ndio yanasababisha chuki na fitina katika jamii. Kwani nafikiri watu wanachukiana kwa sababu ya nini? Semesha ukweli. Watu wanachukiana kwa sababu ya nini? Moyo wa mashindano. Mtu hajengi nyumba ili apate mahali pa kulala, wakati makusudi ni kujenga ili tupate mahali pa kulala. Mtu hapiki chakula ili hali ya shibe asife. Mtu anajenga nyumba lengo kuu awazidi wote waliojenga kabla yake. Halafu ikusaidie nini? Jenga nyumba upate mahali pa kulala.
Usijenge nyumba ili umzidi fulani na fulani. Usijenge nyumba ili kusudi usifike kwamba fulani amejenga madacha. Unamjengea nani? Unajijengea wewe mwenyewe bwana. Unapika chakula ili kusudi uwe tishio mtaani, kinukie mtaa wa pili na watatu wasikie, fulani amekaangiza nguruwe bwana. Fulani roho anakula kitimoto. Sasa alafu wakisema hivyo ndio iweje? Wakijua kwamba umekula kitimoto ndio upate nini? Ili kusudi wakakutangaza wasema fulani bwana, wiki haishi bwana bila kula kitimoto. Yule bwana ana pesa bwana. Hivyo tu. Uni ujinga, upumbavu mkubwa. Matokeo yake tena hivyo unawatishia. Wataishia kukuroga. Wewe unawatishia. Wakiweza kununua watakujibu na wenyewe. Wewe haipiti wiki bila kula kitimoto, wenyewe watakufurulizia na wewe uanze kuwachukia. Na pesa yako haitoshi kula kitimoto kila siku. Wewe ndio utaanza kutafuta uchawi uwaroge. Moyo wa mashindano utakufanya uwe mchawi. Badilika. Acha kuvaa kwa mashindano. Acha kula kwa mashindano. Acha kufanya biashara kwa mashindano. Unanielewa vizuri? Stop spirit of competition. Acha moyo wa mashindano. Tubu, umrudie Bwana. Mashindano ni kitu hatari sana. Mashindano yalimfanya Shetani aishie kubaya. Akapoteza nafasi yake nzuri aliyokuwa nayo. Alikuwa malaika muhimu sana. Nafasi nzuri mno. Kaipoteza. Kaishia kwenda kuishi jehanamu. Anaungua tu milele. Tangu wakati ule mpaka leo kinaungua tu, kinaungua. Matokeo yake kinafanya na moyo wa fitina ili kiangushe na watu wengine waende wakaungue kama chenyewe. Na wewe kwa ujinga wako kinakunasa na mitego yake. Kinakuangalia, kinachekea, kinasema yule bwana nimefaulu, atakuja tutaungua naye milele huko. Epuka my friend. Nakwambia tuna wajibu wa kumkwepa Shetani. Mashindano. Tenda mambo yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tenda mambo yote kwa ajili ya makusudi ya kawaida tu. Vaa nguo upendeze, ujisetiri ili usitembee uchi. Basi usivae nguo ili uwashinde watu. Fanya biashara ulete maendeleo yako na maendeleo ya taifa, sio ili umshinde fulani. Rizika na ulichonacho. Usiumizwe na mafanikio ya mwenzio. Mpende mwenzio kama unavyojipenda wewe. Msaidie mwenye uwezo mdogo kama unajiona wewe una mafanikio. Muinue mwenye mafanikio madogo au asile mafanikio. Ili ujiwekea hazina mbinguni kwa sababu ya kutenda mema. Haina faida kwako kumzidi mtu fulani, ina faida kwako kumsaidia mtu ambaye unamzidi uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumombe Mungu atubadilishe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tunakusihi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utujalie kwa neema yako Baba mtakatifu wa mbinguni, tusiwe na moyo kama wa Shetani, moyo wa mashindano, wa kutaka kuwa juu ya watu wengine na kupenda utukufu wakati utukufu ni mali yako Yehova ile. Utujalie Baba mtakatifu kutokuwa na moyo wa manunguniko kama walivyokuwa wana wa Israeli wakanungunika wakati ukiwa toa katika Misri kule, wakawa nanungunika huko njiani, wakashindwa kuona kwamba wewe ni mwema, unawatendea mema kuwatoa katika mikono ya utumwa na kuwapeleka katika mahali pazuri, katika nchi ya maziwa na asali, nchi ya ahadi. Wakawa watu wa manunguniko na wakaishia
kupigwa na wewe kwa sababu ya hasira yako, ili kusudi Mungu na sisi tusije tukawa watu wa manunguniko, tukaishia kupigwa na wewe na kuja kuishia katika hukumu ya milele. Utusaidie Baba mtakatifu, tusije kuwa watu kupenda sana mashindano na kupenda sana utukufu na kujiinua na kuwa juu. Badala yake tupende kuwa watu wa kuwasaidia na kuwainua watu ambao tunawazidi neema na baraka, Baba, katika jina la Yesu Kristo, ili kusudi tusije tukaishia kupigwa na kutupwa katika moto wa jehanamu kama ambavyo shetani ametupwa huko na ataungua milele. Utusaidie Baba mtakatifu kutokuwa na moyo wa kupenda kuwa na wivu na kupata kuwa na hali ya mashindano ya kutaka kuwa na baraka zaidi ya wengine. Badala yake tupende kuwa na baraka sawasawa na wengine na kupenda na wengine wabarikiwe sawasawa na sisi. Tusiwe kama Kaini ambavyo alikuwa na moyo mchafu hata akamuua ndugu yake Abeli kwa sababu ya chuki na fitina, kwa sababu anaona mwenzie amebarikiwa kumshinda. Badala yake tupende kujibidisha kutafuta baraka sawasawa na ambavyo tunaona wengine wakibarikiwa. Tujifunze ni jinsi gani ya kufanya ili tubarikiwe badala ya kuwachukia waliobarikiwa. Tunakusihi Baba mtakatifu, utusaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ili kusudi tusiishe katika hukumu ya milele, badala yake tukaupate uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunakuomba tukiamini, amina. Mbarikiwe kwa sababu ya uwepo wako mahali hapa. Mungu akubariki kwa sababu ya kunufaika kwa neno lake siku ya leo, na Mungu akusaidie usiwe na moyo wa mashindano, badala yake uwe na moyo wa kupenda wengine wanufaike, wafaidike kama wewe, na upende kuwasaidia watu ambao wako chini iwapo Mungu amekuinua. Na kama unakuwa wewe haujawa na maendeleo, haujawa na maendeleo mazuri, upende kutafuta maendeleo kwa njia ya moyo mwema ambao sio moyo wa mashindano au manunguniko, ili usiishie katika maangamio kama shetani alivyoishia kutupwa katika moto kwa sababu ya kupenda mashindano, na kama jinsi ambavyo Kaini aliishia pabaya kwa sababu ya moyo mbaya wa mauaji yaliyosababishwa na moyo wa chuki inayosababishwa na mashindano, kwa sababu aliona mwenzake amemshinda. Mungu akubariki sana kwa kusikia neno lake. Karibu tena na wakati mwingine katika kusanyiko takatifu. Ukiweza kuhudhuria live, ukishindwa ingia online katika huduma ya utume wa mapinduzi ya kiroho, huduma ya utume wa mapinduzi ya kiroho ambayo inapatikana katika YouTube. Unaweza kuendelea kupata huduma mbalimbali za kiroho ambazo zinakuongoza katika uzima wa milele kama hivi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ubarikiwe sana na Bwana. Amina.